Naam, kutofahamika mwarobaini wa suluhisho la match 8 kwa maana ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kuto kufanikiwa kucheza, serikali imeingilia kati swala hili, na hii leo kupitia waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Palamagamba Kabudi ameuita uongozi wa Young Africans, Simba pamoja na TFF kuja kujua sakata hili linaishia wapi, ama sakata hili suluhisho lake ni lipi. Ikiwa ni majira ya asubuhi tayari viongozi wa klabu ya Young Africans na bodi ya ligi kwa maana ya TFF kwa ujumla wake wamefika hapa kwenda kujua mwarobaini wa swala la kutochezwa kwa dabi ya Kariakoo ambayo ilitarajiwa kucheza Machi 8. Watu wengi ambao walitarajia kuchezwa kwa mchezo huo, mazungumzo yalikuwa mengi. Tuliwaona wazee wa Young Africans pamoja na wanachama na wapenzi wa klabu hiyo wakitoka mbele kwenda kulizungumzia swala hili, lakini lao kubwa ilikuwa ni kuweka msisitizo mkubwa kwamba mchezo huo hawataucheza kwa namna moja ama nyingine, na kitu ambacho kilitakiwa kufanya wenyewe tu kwa maana ya bodi ya ligi watoe tamko lao na kitu gani ambacho kitachukuliwa, lakini kwao kuto kuchezwa mchezo huo ndio ilikuwa kipaumbele chao kikubwa. Lakini hapo jana pia wazee wa Simba Sports Club tuliwaona na wakiitisha place na kuzungumzia swala hilo, na kwa kwamba Young Africans waache mambo yao hayo, ni swala zima ni kuhusiana na swala hilo la kutochezwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulitakiwa kuchezwa Machi 8. Lakini hii leo tarehe 27 hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, kupitia waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Palamagamba Kabudi amewaita viongozi hao na wameitika kwa namna moja ama nyingine, lakini mpaka sasa viongozi wa Simba Sports Club hatujawaona. Sasa sijui swala litakuwa vipi, na pengine ni kutokana na wao kuto kuingilia swala lolote na kuhusiana na kupinga swala la kurudiwa kwa mchezo, labda pengine hawana cha kuzungumza hii leo, kwani swala lao wamenyoka kwamba chochote kitakachoamuliwa pengine wako tayari kufanya kulitekeleza. Lakini kwa wao ambao Young Africans wenyewe tayari wamefika hapa, na pengine tusikie kitu gani wanazungumza, na pia tuwasikie viongozi wa bodi ya ligi kupitia Steven Mguto, naye tumemwona hapa akifika, naye naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo mheshimiwa Mwana FA tumemwona hapa, naye pengine atazungumza nini. Wasikia kile ambacho wamekizungumza kuelekea kwenye kikao hicho ambacho pengine kitaenda kutupa mwarobaini wa sakata hili ambalo limekuwa likileta mijadala mikubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari kwa maana ya vipindi vya radio, vya michezo. Kumekuwa na mambo mengi na kila mtu amekuwa akizungumza na yake. Pengine swala hili huenda likaenda kutoa tatizo hili ambalo bado halijafikiwa kutolewa muafaka, ambao pia muda umekuwa ukienda sana kwenda kutatua swala hili. Pengine hii leo tunaweza tukapata majibu kamili ambayo yanatarajiwa kupatikana. Pengine tuende tukawasikilize sasa viongozi wa Yanga na bodi ya ligi pamoja na naibu waziri wa sanaa na utamaduni, sanaa na michezo Mwinyi Juma. Pengine tukamsikize, pengine wana nini cha kuzungumza kuelekea kwenye kikao hicho. Gari inayoingia hivi sasa ni gari ya Engineer Hersi Said akiwa pamoja na makamu Arafat Haji kwa ajili ya kusubiri shauri hili. Upo. Mambo yanakwenda. Yanga Bakari. Mwamba kutoka kanda zile. Karibu sana Sheikh. Mwamba kaingia da. Umeshaingia? Mheshimiwa, uko vizuri? Safi bwana. Mambo zaidi? Safi. Upo. Tunaendelea. Andre. How is Dola? Everything good? Yes, thank you. Assalamu alaykum. Yes, thank you. President, karibu uwanja wa Benjamin Mkapa. Nashukuru jamaa, tumekaribia. Labda tujue utayari wako juu ya huu mkutano ambao umeitishwa na waziri. Kwanza ni heshima kubwa kupata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Waziri, na tumeitikia wito. Kikao kitakuwa kifanyikie Dodoma, baadaye tukapewa maelekezo kitafanyika hapa. Kwa hiyo tumekuja kusikiliza yale ambayo Mheshimiwa Waziri ametuitia. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni siku nzuri baada ya kutoka kwenye kikao. Kama kutoka kuna sababu ya kuzungumza, basi tutazungumza. Lakini tumeitikia wito wa serikali, tumeitikia wito wa Mheshimiwa Waziri, naamini kutoka kuna mambo mazuri. Asante. Kila la heri. Naam, huyu ni Andrew Mtine,
kiongozi wa Dar es Salaam Young Africans CEO Andre Mtine yuko hapo pia. Umefika kwenye kikao cha kuna joto tayari kwa mkutano na waziri. No comment. Labda wewe ndio no comment. No comment. No comment. Labda sio wewe ndio unayeongoza serikali ya klabu ya Yanga. Labda ujumbe ni upi? I have no comment. Mashabiki wa Yanga watarajia nini? I have no comment for now. Yeah. Until Mguto akiwa amewasili. Salamu. Habari ya asubuhi. Safi tu. Ndio tayari kwa mkutano. Ndio kama unavyoniona. Waziri wa michezo akifika kwenye keo. Bana sawa, ndio ameingia naibu waziri wa habari na michezo. Akiwa amewasili hapo, akiwa anapanda, akiwa amefika kwenye kikao na mpaka sasa hivi tayari ile safu, kwa maana upande wa serikali ikiwa imefanikiwa kufika, kwa maana waziri Paramagamba